mamlaka nchini Tanzania huku Samia Suluhu akitorokea Brussels. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mnamo Februari mwaka 2026 wakati wa chakula cha asubuhi cha kitaifa cha maombi huko Marekani ama ukipenda prayer breakfast, Lazaro Nyalandu amekuwa akitafutia mikutano ya picha kwa viongozi wa Tanzania ili kuficha mauaji makubwa yaliyotokea wakati wa uchaguzi Oktoba tarehe 29 mwaka jana, ambapo maelfu ya raia waliuawa na vikosi vya usalama ili kukandamiza maandamano ya maelfu ya kupinga matokeo yaliyotangazwa kwa Samia Suluhu Hassan alishinda kwa asilimia kubwa. Hii ni hatua iliyotumia fedha za walipa kodi ili kujaribu kurekebisha na kurejesha uhalali uliopotea baada ya unyanyasaji uliopelekea vifo vya mamia hadi maelfu, huku Spika Zungu wa sasa akitumia visa ya Tulia Ackson aliyokuwa akitumia kama spika wakati wa hatamu yake. Mange Kimambi anayeishi Marekani na kuwa na wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii ameshtumu hii kama mkakati wa kuwahadaa wa Tanzania, akisisitiza kuwa mikutano hiyo haimaanishi chochote na inafanana na ile inayotolewa na viongozi wa nchi kama Iran au Korea Kaskazini. Anamtaja Nyalandu kama adui wa Watanzania na rafiki wa wale wanaotuhumiwa kuwajibika kwa vifo hivyo, huku akionya kuwa rungu litashuka hivi karibuni. Katika safari hii inakuja wakati shutuma za kimataifa zinazidi na Umoja wa Mataifa pamoja na Amnesty International wakitaka uchunguzi huru kuhusu vifo vilivyofikia mamia wakati wa maandamano yaliyozuka Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, na ripoti zinaonyesha vikosi vya usalama vilitumia risasi halisi na gesi za machozi na kuchukua miili ili kuficha ushahidi wa mauaji. Uchaguzi wa mwaka 2025 ulikuwa wakati wa giza ambapo vyama vya upinzani kama Chadema na ACT Wazalendo vilizuiliwa kushiriki kikamilifu na viongozi wao kuwa kama Tundu Lissu wakikabiliwa na kesi za uhaini au kutengwa. Matokeo yaliyotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi yalizusha hasira na kupelekea maandamano yaliyokandamizwa kwa nguvu, huku ripoti za BBC na Reuters zikithibitisha ushahidi wa mauaji ya moja kwa moja. Ili kwa mwendelezo wa mbinu za ukandamizaji zilizokuwa zikiongezeka tangu mwaka 2024 ambapo wapinzani walinyanyaswa, kutowekwa na kuuawa bila kufunguliwa kesi. Serikali ilitumia sheria za kutoa haki ili kuwazuia wapinzani na kupelekea vifo vya kati ya 2,000 na 3,000 kulingana na ripoti za mashirika ya haki za binadamu. Na katika mazungumzo wakati wa prayer breakfast, spika wa bunge la Kitanzania alionekana akishiriki na hatua ambayo inaonekana kama mkakati wa kurejesha uhusiano ulioharibiwa na shutuma za unyanyasaji. Hata hivyo, hii inafanana jitihada za serikali kuonyesha kujitolea kwa amani na umoja wakati ndani ya nchi na polisi wanaendelea kuwakamata wapinzani bila sababu halali. Majibu ya kimataifa yalikuwa makali na Umoja wa Mataifa ukitaka uchunguzi huru wa mauaji, huku Human Rights Watch ikithibitisha matumizi ya nguvu ya kupita kiasi. Marekani sasa imeanza ukaguzi wa uhusiano wake na Tanzania na Umoja wa Ulaya ukipitisha azimio la kulaani vifo na kushauri vikwazo dhidi ya maafisa wanaohusika. Umoja wa Afrika na SADC zilikosoa uchaguzi huo kuwa haukufuata viwango vya kidemokrasia na nchi kama Ghana kuwa ya kwanza ya Kiafrika kuitaka uchunguzi huru. Hii ilipelekea serikali ya Samia kuendesha safari kama hii ili kujaribu kurekebisha mtazamo wa dunia, lakini bila kushughulikia madai ya mauaji na kutoweka kwa watu. Uchaguzi ulianza kwa utulivu, lakini haraka ukageuka kuwa ghasia wakati waandamanaji walipotoka barabarani kupinga udanganyifu na kutojumuishwa kwa upinzani. Vikosi vya usalama vilitumia risasi na gesi na kupelekea vifo vingi, huku miili iliyochukuliwa na serikali bila maelezo. Chadema ilidai vifo zaidi ya 2,000 na ripoti za kimataifa zikithibitisha makaburi ya pamoja ili kuficha ushahidi.
Zaidi ya 2,000 walikamatwa na mamia wakashtakiwa kwa uhaini, hatua inayoweza kupelekea kifo. Samia aliwahusisha waandamanaji na maadui wa kigeni, hatua ambayo ilizidisha chuki na kuhatarisha usalama wa kijamii. Internet ilifungwa kwa siku 5 ili kuzuia habari kutoka nje na kupelekea unyanyasaji bila mashahidi. Samia Suluhu alipochukua madaraka Machi mwaka 2021 baada ya kifo cha John Pombe Magufuli, alionekana kama ishara ya mabadiliko, akifungua mikutano ya kisiasa na kuahidi mageuzi ya kidiplomasia. Lakini hii ilikuwa maski ya muda mrefu ama muda mfupi, kwani tangu mwaka 2023 serikali yake imezidisha ukandamizaji ya kuwakamata waandishi wa habari, kufunga mitandao ya kijamii wakati wa uchaguzi na kuondoa wakazi wa Maasai kutoka Ngorongoro ili kujenga maeneo ya uwindaji. Inafanana na historia ya Tanzania tangu uhuru, ambapo CCM imeendelea kutawala kupitia mbinu za kuzuia upinzani. Na tangu wakati wa Nyerere na hadi Kikwete, serikali zimepunguza upinzani kupitia sheria za polisi, lakini chini ya Samia hii imezidi na kupelekea vifo vya kutohesabika. Na uchaguzi wa mwaka jana ulikuwa kilele cha hii, ambapo maelfu walikamatwa na kushtakiwa. Chini ya Magufuli, mikutano ya upinzani ilipigwa marufuku na upinzani ulinyanyaswa, hatua ambayo Samia iliahidi kuacha, lakini badala yake alizidisha. Hii ilipelekea abductions na vifo vya kisiasa na kuhatarisha sifa ya Tanzania kama kisiwa cha amani. Na katika Afrika Mashariki, wa Kenya na wengine walihatarishwa na madai ya Samia ya maadui wa kigeni na kupelekea chuki ya kimkoa. AU SADC zilikosoa uchaguzi, huku Human Rights Watch ikitaka hatua zaidi ili kuzuia unyanyasaji wa ziada. AU ilisimamisha misaada na kupelekea serikali kuuza dhahabu ili kujaza fedha. Marekani ilianza ukaguzi wa uhusiano na kushauri vikwazo dhidi ya maafisa, huku Amnesty International ikilaani kufungwa kwa interneti na matumizi ya nguvu ya kutoa maisha. Hii inaonyesha athari za kiuchumi na unyanyasaji na kuhatarisha uwekezaji na utalii. Na katika Zanzibar, mvutano wa kisiasa uliozidi tangu uchaguzi wa mwaka 2020, ambapo ACT Wazalendo ilizuiliwa, unaathiri uthabiti wa muungano na kupelekea maelfu ya kukimbia nchi kutokana na hofu ya polisi na kutoweka. Unyanyasaji wa 2025 umeathiri uchumi wa misaada iliyopungua, ikilazimisha serikali kujenga mikakati ya kujisafisha kimataifa. Biashara na uwekezaji umepungua kutokana na hofu ya kisiasa, huku jamii ikipambana na hofu ya kutoweka na mauaji. Hii inafanana na maamuzi ya zamani kama kufungwa kwa maeneo ya Ngorongoro, ambapo wakazi walinyimwa huduma ili kutoa nafasi kwa utalii. Serikali inajaribu kurejesha imani kupitia safari kama hii, lakini bila haki kwa wahasiriwa, hii inaweza kupelekea maandamano zaidi na kudorora kwa uchumi. Lazaro Nyalandu kama mratibu anawakilisha historia ya maafisa wanaobadilisha madaraka lakini kuendeleza ukandamizaji, huku vijana wakionyesha dalili za kuwasha upya maandamano kupitia mitandao kama Discord na Signal. Mange Kimambi ameendelea kutoa maonyo kuhusu vijana wanaojenga mipango ya kutisha, akisisitiza kuwa kunyamaza sio kutulia, bali kujenga hasira inayoweza kulipuka wakati wowote. Hii inaonyesha kuwa serikali inahitaji kushughulikia madai ya haki ili kuepuka mzunguko wa ghasia. Na kesi dhidi ya wanaharakati kama Kimambi inayohusisha madai ya utakatishaji fedha inaonyesha jinsi serikali inavyotumia sheria ili kuwatisha wanaosema ukweli kuhusu nje ya nchi, na inafanana na kuwakamata viongozi wa upinzani ndani ya nchi na kupelekea mazishi ya siri na kutoweka kwa maelfu. Kuzuiwa kwa maudhui kwenye mitandao kama WhatsApp kulingana na maombi ya serikali kunaonyesha jinsi kidijitali inavyotumiwa ili kuficha ukweli wa mauaji. Hii inaathiri uhuru wa kujieleza na kupelekea vijana kujenga mikakati mbadala ya kupinga utawala.
Ripoti za BBC zinaonyesha jinsi serikali inavyotenda ukatili na kupelekea wito wa kimataifa wa uchunguzi. Hii inahitaji kuungwa mkono na jamii ili kuepuka kushindwa kwa kidemokrasia, huku viongozi kama Tundu Lissu wakitoa ujumbe kutoka gerezani kuhusu kuwepo kwa mapambano ya kurejesha haki. Ulinganifu na matukio kama yale ya Iran ambapo maandamano yalipigiwa risasi unaonyesha kuwa Tanzania inahitaji majibu sawa ya kimataifa. Kunyamaza na kunaweza kupelekea kuendelea kwa utawala wa kibabe na kuhatarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Thabo Mbeki Foundation imekosoa uchaguzi wa mwaka huo wa 2025 kuwa hauna uhalali na kuitaka mazungumzo ya kitaifa ili kurejesha umoja wa urithi wa Nyerere. Hii inaonyesha hitaji la mageuzi ili kuepuka kudorora zaidi. Mustakabali wa Tanzania unategemea hatua za sasa dhidi ya unyanyasaji. Ikiwa safari ya kujisafisha kama hii zitaendelea bila kushughulikia haki, ukandamizaji utaendelea na kupelekea uchumi kudorora na jamii kupoteza imani katika serikali. Kunyamaza kunahatarisha vizazi vijavyo na kutoa nafasi kwa utawala wa kibabe zaidi, huku hofu ikizidi na kutoweka kwa wapinzani. Na Tanzania inahitaji mageuzi halisi ili kurejesha amani na maendeleo bila kuficha makosa yaliyopita, ili taifa lisirudi nyuma katika giza la ukosefu wa uwajibikaji. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo. Hadi wakati mwingine, zidi kuwa nasi kwa kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.